BMP TV Professional Update. Habari ya mida ndugu mpenzi mtazamaji popote ulipo wa BMP TV Online. Sauti yako ya uhakika ya habari, taarifa na uchambuzi wa matukio makuu kutoka hapa nyumbani na duniani kote. Mimi bila pengo Olua nakuletea taarifa kamili kwa muda huu. Tusogee pamoja kwenye habari za leo. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment BMP TV Online ili uwe kwanza kupata taarifa zetu zenye uhakika zaidi. Na huu ni mtasari wa habari. DRC. Vikosi vya wazalendo vimehimiza shambulio la waasi waliokuwa wakijipenyeza Beni, Kalinda kwa operesheni ya haraka na kuimarisha imani ya wananchi katika ulinzi wa taifa. Rais wa Sierra Leone Julius Maada Bio amefanya ziara rasmi mjini Ouagadougou na kukutana na rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore. Kunaona mengineyo, baki nasi ili kupata kile kinachojiri katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo pamoja na nchi ya Burkina Faso. Habari kamili. Mtumaini limechipuka upya katika ardhi ya Kongo, hasa mashariki mwa taifa baada ya tukio kubwa la usalama lililojiri katika eneo la Beni, Kalinda hapo jana. Vikosi vya wazalendo vilifanikiwa kuwakamata waasi waliokuwa wamejipenyeza kwa siri, hatua iliyozua maafa makubwa na kurejesha hali ya amani. Operesheni hiyo, kwa mujibu wa taarifa rasmi, ilianza usiku wa manane baada ya kupatikana taarifa kutoka kwa raia waliokuwa macho kufuatilia mienendo ya wageni waliokuwa na mienendo ya kutatanisha. Wazalendo walijipanga kwa mbinu za kijasusi na walifanikisha kuzingira eneo lote kabla ya kuingilia moja kwa moja. Kwa muda wa dakika chache, waasi waliokuwa na silaha walikamatwa na kushikiliwa huku raia wakisalimika bila madhara. Hii imekuwa mara ya kwanza katika muda mrefu ambapo operation imekamilika kwa usahihi bila kuleta taharuki kubwa kwa wananchi. Mama Amina, mkulima, sauti ya risasi tuliyosikia ilikuwa tofauti, ilikuwa ni sauti ya ushindi, si ya hofu. Wazalendo wamethibitisha kuwa awali na sisi pia tutaendelea kuwapa msaada wetu. Kijana safari bodaboda. Niliona kwa macho yangu jinsi waasi walivyokamatwa. Kwa mara ya kwanza najivunia kuwa raia wa Kongo. Ushirikiano kati ya wananchi na wazalendo ni silaha yetu kubwa. Mzee Muteba, mzee wa mila. Tulipoteza imani miaka mingi, lakini sasa tunaiona Kongo mpya. Tunataka watoto wetu wakue katika taifa lenye amani. Waziri mkuu wa taifa alituma salamu za pongezi kwa wazalendo akisema kila raia wa Kongo ana deni kwa wazalendo. Hao waliolala wachache lakini wakasimama imara. Ushindi huu ni wa taifa lote. Askofu mkuu wa kanisa Katoliki Kaskazini Kivu naye alisema amani haiwezi kununuliwa, inajengwa na watu wenye kujitoa. Leo tunaona Mungu akifanya kazi kupitia mkono wa wazalendo. Wachambuzi wa masuala ya usalama wameonya kuwa jaribio la waasi lililodhibitiwa Kalinda lilikuwa na madhara makubwa endapo lingefanikishwa. Wanasema ingeweza kuleta wimbi jipya la wakimbizi na kuathiri amani ya ukanda nzima wa maziwa makuu. Mataifa jirani kama Uganda na Rwanda yameripotiwa kufuatilia kwa karibu tukio hili, huku Umoja wa Mataifa ukieleza kupitia msemaji wake kwamba hatua ya wazalendo imetoa funzo kubwa. Ulinzi wa ndani na taifa ndio msingi wa amani ya kudumu. Msemaji wa wazalendo alimalizia kwa kauli thabiti: huu ni mwanzo wa enzi mpya. Tunasema wazi, hakuna tena nafasi kwa waasi. Ardhi ya Kongo inalindwa kwa damu na jasho na mshikamano wa wazalendo. Ni RIP kwa yote atakayejaribu tena. Operation ya Kalinda imekuwa daraja kubwa kwa taifa lote la Kongo. Raia wameonyesha mshirikiano wa dhati. Wazalendo wameonyesha ujasiri usiotetereka. Viongozi wameonyesha mshikamano wa kisiasa na kiraia. Dunia imeona kwamba Kongo inaweza kusimama kwa miguu yake bila kutegemea msaada wa nje pekee. Kwa raia wa kawaida, hili ni tangazo kwamba mustakabali wa amani si ndoto bali ni jambo linalowezekana. Kwa mshikamano, Kongo mpya inazaliwa. Wazalendo wamedhihirisha kwamba ardhi hii haitakaliwa na hofu tena. Ni ardhi ya ushujaa, mshikamano na amani ya kudumu. Hapo tulikuwa DRC, tujielekeze Burkina Faso. Leo tarehe 17 Septemba 2025, Burkina Faso imekuwa mwenyeji wa tukio muhimu la kidiplomasia. Rais Julius Maada Bio wa Sierra Leone alikutana na Rais Ibrahim Traore mjini Ouagadougou.
Ziara hii imeibua mjadala mpana juu ya nafasi ya Burkina Faso barani Afrika, mwelekeo wa siasa za ndani, changamoto za usalama na taswira ya taifa hilo kimataifa. Ziara ya Rais Maada Bio imekuja katika wakati ambapo Burkina Faso inakabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama na kisiasa. Mapokezi yalikuwa ya heshima kuu, yakionyesha mshikamano wa kweli wa Kiafrika. Katika mazungumzo ya viongozi hao walizungumza kuimarisha mshikamano wa kikanda katika kupambana na ugaidi. Mageuzi ya ECOWAS ili iwe sauti ya kweli ya Waafrika, si chombo cha kushinikiza sera za mataifa ya kigeni. Ushirikiano wa kiuchumi kati ya Sierra Leone na Burkina Faso, hususan sekta ya kilimo na madini. Rais Maada Bio alisisitiza kuwa Sierra Leone inasimama bega kwa bega na Burkina Faso, huku Traore akiahidi kuendeleza mapambano hadi taifa lake lipate usalama wa kudumu. Burkina Faso kwa sasa ni moja ya nchi zinazokabiliwa na mashambulio makubwa ya kigaidi barani Afrika. Makundi yenye uhusiano na Al-Qaeda na ISIS yanaendesha operesheni zao katika maeneo ya kaskazini na mashariki, yakisababisha maelfu ya vifo na kuwalazimisha raia zaidi ya milioni 2 kuyahama makazi yao. Serikali ya Traore imeimarisha operesheni za kijeshi, huku ikiwashirikisha vijana wakijitolea wanaojulikana kama Volunteers for the Defense of the Homeland. Leo katika hotuba yake, Traore alisema, hii siyo swala la siasa tu, bali ni mapambano ya uhai wa taifa letu. Hakuna kijiji, hakuna familia na hakuna kizazi kitakachorudi nyuma. Tutashinda vita hii. Ziara ya Rais Maada Bio imetafsiriwa kama ishara ya kuwa mapambano haya si ya Burkina Faso pekee, bali ni changamoto ya Afrika Magharibi nzima. Katika wiki za hivi karibuni, Traore ametangaza hatua ya kuondoa tume huru ya taifa la uchunguzi. Hatua hiyo imekosolewa na baadhi ya mataifa ya magharibi na mashariki ya haki za binadamu, yakidai kuwa inalenga kuchelewesha kurejea kwa utawala wa kiraia. Lakini Traore akizungumza leo mbele ya Rais Maada Bio, alisisitiza kuwa uamuzi huo ni sehemu ya kujenga mfumo wa uchunguzi unaojali mahitaji ya Afrika. Alisema kuwa demokrasia ya kweli haiwezi kuigwa kutoka mataifa ya nje, bali lazima ijengwe kwa kuzingatia historia na utamaduni wa bara la Afrika. Mwezi huu serikali ya Burkina Faso ilipitisha sheria inayokataza mahusiano ya jinsia moja, ikileta mjadala mkubwa kimataifa. Mataifa ya magharibi yamekosea vikali hatua hiyo, lakini leo Traore amesisitiza kwamba sera hiyo inalenga kulinda utambulisho na maadili ya taifa. Kwa maneno yake, Burkina Faso inabaki kuwa taifa la heshima lenye maadili ya kitamaduni. Hatutakubali shinikizo lolote litakalotuvunja utu wetu. Sheria hii ni sauti ya wananchi wetu, si matakwa ya kigeni. Burkina Faso inamiliki rasilimali nyingi hasa dhahabu, lakini kwa muda mrefu imekuwa ikitegemea misaada ya nje. Traore ameweka wazi azma yake ya kuimarisha uchumi kwa kutegemea kilimo na madini na kupunguza utegemezi wa misaada yenye masharti. Leo Rais Maada Bio ameahidi kushirikiana na Burkina Faso katika miradi ya kilimo na elimu, akisema mshikamano wa kieneo ndio utakaowezesha nchi hizo kujitegemea kiuchumi. Ziara ya Rais Maada Bio imeleta sura mpya kwa Burkina Faso katika kipindi ambacho baadhi ya wananchi wa magharibi zimeweka shinikizo. Msaada kutoka mataifa jirani unaonyesha kuwa Traore hajabaki peke yake. Wachambuzi wanasema kuwa mkutano huu unazidi kumjenga Traore kama msemaji wa kizazi kipya cha viongozi wa Afrika Magharibi. Ni kiongozi kijana mwenye msimamo thabiti na anayetumia lugha ya kizalendo kuunganisha wananchi wake. Mara baada ya taarifa ya mkutano kusambazwa, mitaa ya Ouagadougou na miji mingine mikubwa ilishuhudia maandamano ya kuunga mkono Traore. Wananchi walibeba mabango yenye maneno kama Burkina Faso si peke yake na Afrika kwa wananchi hawa. Ziara ya rais wa Sierra Leone imeleta matumaini mapya kwamba mapambano yao yamepata uungwaji mkono kutoka mataifa ya jirani. Ziara hii haina maana ndogo, ni alama ya mshikamano wa Kiafrika katika kipindi ambacho Burkina Faso iko katikati ya vita dhidi ya ugaidi.
inakabiliana na shinikizo la nje na inajaribu kubuni upya mfumo wake wa kisiasa. Kwa Ibrahim Traore, huu ni ushindi wa kidiplomasia unaongeza hadhi yake si tu ndani ya taifa lake pekee, bali pia katika Jumuiya ya Afrika Magharibi. Kwa ujumla, tarehe 17 Septemba 2025 imebaki kuwa siku ya kihistoria kwa Burkina Faso. Rais Ibrahim Traore ameonyesha wazi msimamo wake kujitegemea, kulinda maadili, kupambana na ugaidi na kushirikiana na viongozi wa Kiafrika wenye mtazamo wa kizalendo. Ziara ya Rais Julius Maada Bio imetoa nguvu mpya, ikathibitisha kuwa mshikamano wa kweli wa Kiafrika bado upo Burkina Faso. Chini ya Traore linajipambanua kama taifa linalopigania uhuru wa kweli, si tu wa kisiasa bali pia wa kiuchumi, kiusalama na kimaadili. Na hivi ndivyo tunafunga ukurasa wa habari kutoka hapa BMP TV Online. Asante kwa kutenga muda wako kutazama taarifa zetu hapa BMP TV Online. Endelea kuwa nasi kwa vipindi vingine vinavyofuata, na usisahau kutufuatilia kupitia majukwaa yetu yote ya kidijitali. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Kwa niaba ya timu nzima ya utayarishaji, ni mimi Bila Pengo Oluwa. Tukutane majira ya saa 1 kamili panapo majaliwa. BMP TV Professional Update.